watu wengi ambao wana tatizo la acid reflux wamekuwa wamechoshwa sasa, kwa sababu kila kitu wanaambiwa asile, na hii ni kitu ambacho nimekutana nacho sana. Kila mtu anakuuliza, daktari, sasa asubuhi nile nini? Sasa mimi jibu ambalo nataka kukupa ni hili hapa: asubuhi usile kitu chochote, kwa sababu kula asubuhi au kunywa chai asubuhi, hakuna sehemu ambayo imeandikwa kwamba mtu lazima anywe chai asubuhi. Sawa, ni kitu ambacho ni sisi tumefanyaje, tumejizoesha. Angalia watu vijijini wengi hawanyagi chai, huwa wanaendaga kula chakula cha mchana. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ni moja ya kitu ambacho kinaitwa intermittent fasting, na ni kitu muhimu sana sana sana. Sasa wewe ambao una tatizo la acid reflux unauliza kwamba asubuhi ule nini? Asubuhi usinywe kitu chochote. Sawa? Lakini kitu cha pili ni kwamba kitu ambacho nataka uzingatie ni kwamba hutakiwi kula kitu chochote asubuhi, kwamba lazima uwe unafunga. Hiyo ni kitu muhimu sana. Kitu cha pili, inabidi upunguze milo, yaani usile milo mitatu, ule milo miwili. Kula milo miwili. Kwa hiyo wewe ambao unataka sasa kufanya hivi, unafanya hivi kwamba asubuhi unapeleka mbele muda wako wa kula, kwamba muda wako wa kwanza kula uwe kuanzia saa 7, saa 8 hivyo kwenda mbele. Sawa, ndio unakuwa mlo wako wa kwanza. Mlo wako wa pili unaweza ukawa saa 1 au saa 2. Hiyo inafaa kabisa. Kwa hiyo milo yako inakuwa ni miwili, na katika kila mlo unafunga, kwamba unapokuwa umefunga umefungulia ile saa 8 umekula chakula, funga tena, yaani usile kitu kingine chochote mpaka hiyo saa 1 au saa 2. Hapa katikati kama utakuwa na kiu, kunywa maji, lakini weka chumvi kidogo, koroga, kunywa. Kama una hamu ya kula kunywa kitu, unaweza ukanywa chai ya tangawizi, sukari weka kwa mbali sana. Hii itakusaidia sana wewe kwa ajili ya ile asidi ambayo iko sehemu ya tumbo. Lakini pia kitu kingine ambacho natakiwa kula vyakula au vitu ambavyo vina probiotics. Ambao hivi ni vitu gani? Ni vitu kama vile cabbage ambayo inakuwa imefundikwa, yani tunasema fermented cabbage. Kama ulikuwa hujui, nitakuelekeza baadaye kwenye video nyingine jinsi gani ya kufanya fermented cabbage. Kwa hiyo unapoanza mlo wako, kwa mfano ni saa 7 au ni saa 8 ndio mlo wako wa kwanza, hakikisha kitu cha kwanza unachoanza nacho kiwe kina probiotics au kiwe kina fibers. Kwa hiyo fibers ndio kitu cha mwanzo kabisa. Na katika sahani yako hakikisha kunakuwa na vitu vitatu. Kitu cha kwanza ni fibers. Fibers ni kama vile cabbage, kama vile tunasema broccoli au mboga. Hii ndio kitu cha kuanza nacho. Baada ya hapo unaweza sasa ukala protein. Sawa? Ninaposema protein namaanisha kama mfano nyama, samaki, kuku, sawa? Lakini kitu cha tatu kuwepo na fats. Fats, naposema fats ni kama vile tunda la avocado lina mafuta, yani fats, sawa? Na kuna fats mbalimbali ambazo ni muhimu sana kwa wewe kula. Sawa? Lakini pia chakula unachopika, hakikisha kama unaweza pikia mafuta mazuri, mafuta ya wanyama, pikia kama vile bata, pikia mafuta ya nazi, pikia mafuta ya mzeituni. Haya ni mafuta ambayo ni mazuri sana unapokuwa unapikia chakula chako. Kwa hiyo hiyo itakusaidia. Kwa hiyo vitu vya kufanya ni kwamba epuka sana vyakula vya wanga, wewe ambao una tatizo la acid reflux. Lakini kama unakuwa na hamu sana, yaani unatamani sana, unaweza ukala, lakini kwa kiasi kidogo. Lakini hakikisha hivyo vitu vingine na hivyo vitaja vitatu lazima viwe kwenye sahani yako, kwamba lazima kuwe na fibers, lazima kuwe na protein, na lazima kuwe na fats. Kwa hiyo kama unataka kuongeza wanga, unaweza ukaongeza, lakini hivyo vingine vimetangulia. Wanga itakuwa ya mwishoni sana, lakini kitu cha mwanzo kabisa ni hiyo fibers, lakini baadaye protein na hiyo fats. Kwa hiyo kama wewe ni mmoja wa watu ambao walikuwa wanajiuliza ule nini, nadhani utakuwa umeelewa ule kitu gani. Na kama unasumbuliwa sana, unaweza kanicheki nikakupatia tiba, lakini pia nikakupatia ketogenic diet ya jinsi gani ya wewe ambao unatakiwa kula na vitu gani ambavyo unatakiwa kula kwa mtu ambaye ana tatizo la acid reflux. Kwa hiyo kama una tatizo la acid reflux, chukua namba yangu bayo, nipigie niweze kusaidia nikupangie mlo vizuri, lakini nitakupangia tiba ambayo itaenda kusaidia ule mlango uweze kufunga vizuri, lakini pia kupunguza kiwango cha acid ambacho kinakuwa kinazalishwa kila mara unapokuwa unakula vyakula vya wanga na vyakula ambavyo havihitajiki katika mwili.